dunia kwa ujumla, hata nchi yetu tunakabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo inajipambanua zaidi katika ongezeko la joto duniani. Na katika taarifa mbalimbali ambazo tumekuwa tukizitoa kama kupitia shirika la hali ya hewa duniani, mara nyingi tumezungumza ya kwamba joto la dunia limeendelea kuongezeka kwa kasi, na miaka mitatu ya mwisho kwa maana ya mwaka 2023, 24 na 25 ndio imevunja rekodi kwa kuwa miaka yenye joto, ongezeko kubwa la joto katika historia ya dunia. Mathalani mwaka 2024 ndio ambao ulikuwa na ongezeko kubwa la joto katika historia ya dunia kwa ongezeko la nyuzi joto 1.55, na mwaka 2025 ongezeko la joto lilifikia nyuzi joto 1.48. Kwa kifupi, miaka 10 iliyopita ndio katika historia ya dunia imekuwa na ongezeko kubwa zaidi la joto tangu tumeanza historia ya uangazi katika tasnia hii ya masuala ya hali ya hewa. Kwa hivyo tunachoweza kusema ni kweli hali ya hewa inabadilika, ongezeko la joto linaendelea kuongezeka, lakini labda kitu kingine, matukio ya hali mbaya ya hewa ikiwemo mvua kubwa za muda mfupi, lakini vile vile joto kali kwa maana ya heat wave, lakini vile vile upepo mkali na vimbunga pamoja na mafuriko na ukame. Haya matukio yanaendelea kuongezeka kwa idadi na ukubwa wake, na tathmini yetu kutoka jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi inaonyesha kwamba kadri ambavyo joto la dunia litaendelea kuongezeka ndivyo ambavyo matukio ya hali mbaya ya hewa pia yataendelea kuongezeka kwa ukubwa wake, lakini vile vile hata kwa wingi wake. Kwa hivyo nichukue fursa hii kuendelea kuwaomba wananchi wote na wataalamu kwamba tuendelee kuelimisha jamii, lakini vile vile tuendelee kuzingatia maelekezo ambayo yanatolewa na viongozi wetu wa serikali, hususan katika jitihada za kutunza mazingira, kupanda miti kwa wingi, lakini vile vile kutumia nishati ipasavyo, na ikiwezekana kadri Mungu anavyotujalia kutumia nishati mbadala au nishati safi, ambazo ni juhudi ambazo Mheshimiwa Rais anaendelea kuzipambania kuhakikisha kwamba bara la Afrika kwa ujumla wetu tunakuwa na tunapiga hatua kubwa katika kutumia nishati safi. Kwa hivyo kwa hali ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi, naweza kuzungumza hivi labda mifano michache tu kwamba mathalan mwaka 2024 kwa hapa kwetu Tanzania, na hususa tarehe 4 mwezi wa 5 kituo chetu cha kupima hali ya hewa pale Kilwa kiliweza kupata mvua nyingi sana ndani ya masaa 24, ambayo ndio tafsiri ya matukio ya hali mbaya ya hewa, ambapo ilichagizwa zaidi na uwepo wa kimbunga Hidaya, ambapo ndani ya masaa 24 tuweza kupima mvua ya milimita 316 ndani ya masaa 24, ili hali wastani wa mwezi kwa kituo kile kwa eneo lile ni milimita 96.6. Kwa hivyo tunavyozungumza masuala ya changamoto ya matukio hali mbaya ya hewa, ndicho hicho tunachomaanisha, ambapo athari yake kwa ujumla inakuwa ni kubwa. Sasa kutokana na hayo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuimarisha sana miundombinu ya kutoa huduma za hali ya hewa, ikiwemo kwanza kuwa na sheria ya mamlaka ya hali ya hewa namba 2 ya mwaka 2019 ambayo inaendelea kuweka msisitizo wa kuimarisha utoaji na matumizi ya taarifa za hali ya hewa kwa ujumla wake. Lakini pia serikali imefanya kazi kubwa ya kuimarisha miundombinu ya hali ya hewa, vifaa na kadhalika, na ndio maana mamlaka ya hali ya hewa tunaendelea kuwa bora leo kuliko jana na kesho kuliko leo, na tafsiri yake unaiona katika imani kubwa ya shirika la hali ya hewa duniani kwetu, lakini pia fursa ambayo tunapewa ya kusaidia nchi zingine katika kuwawezesha nao kupiga hatua kidogo katika kuimarisha huduma zao. Mathalani kwa miezi mitatu iliyopita tumetembelewa na wenzetu kutoka Uganda, Kenya, Burundi, Sudani ya Kusini na mwaka jana Mozambiki Zimbabwe kwa ajili ya kuja kujifunza kutoka kwetu. Wanakuja kujifunza kwetu kwa sababu wanaamini kwamba tunafanya vizuri zaidi leo kuliko jana na kesho kuliko leo,
lakini na pia tutaendelea kufanya vizuri zaidi. Tunaenda mbele na nafikiri katika huo muktadha unaweza kukuta kwamba Tanzania itakuwa nchi ya kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki yenye kuwa na vituo vya kupima hali ya hewa ya ngazi za juu kuliko nchi yoyote ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki. Maeneo mengine pia tuko mbele kwa maana ya kwamba hata miundombinu ya rada ni sisi katika Afrika Mashariki ndio tuna rada nyingi zaidi, lakini pia tuna wataalamu wengi zaidi, lakini pia tuna wataalamu waliobobea zaidi. Kwa upande wa kutoa tahadhari za mapema, hiyo ni mojawapo ya jukumu kubwa ambalo sisi kama mamlaka ya hali ya hewa tunalichukua, ambao tunalifanyia kazi kuhakikisha kwamba pale tunapoona, kwa sababu nafikiri mnafahamu kwamba sisi tunafanya kazi masaa 24. Kwa hivyo pale tunapoona kulingana na miongozo yetu ya kazi, tunapoona kuna tukio ambalo sasa linatakiwa litolewe taarifa, tutatoa taarifa. Kuna tukio ambalo sasa linatakiwa litolewe tahadhari, tutatoa tahadhari kwa wakati, kama ambavyo tulifanya katika ufuatiliaji wa kimbunga Idaya. Nafikiri wengi tutakumbuka kwamba tulikuwa tunatoa taarifa na baadaye tukaenda level ya kutoa tahadhari. Kwa hivyo tuwe na uhakika kwamba mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ina uwezo wa kutoa tahadhari za mapema wa matukio ya hali mbaya ya hewa, na hivyo kuwaweza kuwawezesha wananchi na jamii kwa ujumla kuchukua hatua stahiki. Tunachoomba na tunachoendelea kusisitiza, wananchi tufuatilie na tuzingatie ipasavyo taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hususa katika wakati huu ambapo dunia inakabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa na hususa ongezeko kubwa la matukio ya hali mbaya ya hewa. Ni hivyo nitoe rai kwamba tuendelee kufuatilia kwa umakini na tuzingatie taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.